Ungejua jinsi ambavyo Mungu anaheshimu maamuzi yako. Anaheshimu, ndio maana ukiamua humtaki, utamsikia akikugombeza. Anakaa tu pembeni kimya. Kwa sababu nini? Anaheshimu maamuzi yako. Hiyo ndio nguvu ya mwanadamu katika uumbaji ambaye Mungu alivyomuumba. Kwa hiyo ukisema kwamba sitaki mimi, wala utamsikia akipiga kelele. Atakaa kimya kama ambaye hayupo. Ataumia lakini atanyamaza. Lakini kwa sababu wewe ndio umefanya maamuzi hayo, atakuacha. Basi anaweza kutengeneza mazingira namna gani ya kukujia tena, lakini hata sukumana na wewe. Maana Mungu sio kama shetani. Kama kusema mimi sitaki kwenda, anakuuliza kwa nini? Mungu hana hiyo. Anakuacha kwa sababu alipokuumba alikupa utashi. Ule utashi ndio inatengeneza mamlaka yako wewe ya maamuzi. Kwamba nini unataka na nini utaki. Ndio maana tunasema kwamba mtu akienda jehanamu ameenda kwa haki zake zote. Huwezi kusema kama ukujua. Kwa sababu nilishasema na nikasema kwa Mungu hakuna excuse, hakuna samahani. Hauwezi kusema kwamba Mungu kwa sababu mimi nilikuwa hivi shetani akandanganya. Hii ni sema ambayo watu waliokoka wamezoea kusema shetani alisimama, shetani alifanyaje? Shetani sio alipanda juu, shetani akafanyaje? Tuache. Ni kwamba tunamjengea shetani sifa ambayo sio ya kwake. Mungu alituumba katika ukamilifu. Kwa hiyo Mungu haelewi lugha ya udhaifu. Haelewi hiyo lugha. Yeye anajua mimi nilimwachilia Helen katika ukamilifu. Sasa ni jukumu langu mimi. Kama kuna mahali nilipoondoka, ndio maana neno la Mungu lipo, ndio maana tunafundishwa. Sasa uone shetani amedivert, amewafanya watu hawakatae mafundisho, kwa sababu kwenye mafundisho ndiko peke yake mtu anaweza akarudi kwenye ile nafasi yake. Sio kwenye maombi, ni kwenye mafundisho. Sasa shetani akajua kabisa kwamba hawa wacha niondoe hiyo. Kwa hiyo mtu hataki kabisa kwenye mafundisho, hataki, amelegea, hivi. Lakini alafu nafikiri kwamba siku ya mwisho tutamwambia Mungu Bwana nisamehe kwa sababu mimi nilikuwa na kazi nyingi sana. Nilikuwa nini? Mungu ajui hiyo. Katika ukamilifu, maana hakukuumba na dosari, hakumuumba wanadamu na dosari yoyote. Sizungumzii ukilema wa miguu. Ukilema wa miguu ni wa mwili, utaishia hapa duniani. Nazungumzia ukilema wa ndani, wa kwenye nafsi. Hakuna mtu aliyeumbwa akiwa hivyo ana nini. Ama udhaifu wowote ambao unaonekana kwa mwanadamu ni shetani ameuingiza. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu. Sasa ukamilifu wako unakurudia pale ambapo umeingia katika wokovu. Sasa haieleweki. Na yeye Mungu haelewi. Hata mimi pia sikuelewi. Kwamba kwa moja na kwamba ili mtu arudishwe kwenye ukamilifu wake, ndio maana Yesu alikufa. Ndio maana Yesu alikuja. Ili urudi pale kwenye nafasi yako sasa. Ili ya mwanzo ya uumbaji. Nishawafundisha sana hili. Ya mwanzo ya uumbaji. Alafu bado Yesu ashakuja, Yesu ashakufa, injili ushaisikia, injili yenyewe umepokea, mafundisho umeyasikia, lakini bado hutaki kurudi. Alafu nafikiri anaanza kusema pale mbele za Mungu, mwambie Mungu ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Hakuna kitu kama hivi. Ndio mimi nasema tangu nilifahamu hilo. Nilisema ni jukumu langu mimi kuhakikisha kile ambacho nimekifahamu kwamba hakimpendezi Mungu, sihitaji kwenda kumuuliza yeyote aje akaniambie, akaniletea na stories zake. Ili mradi nimejua neno ndio limesema hivyo, mimi nitasimama kwa hilo. Basi, kwa sababu hii tutaenda kuhukumiwa kutokana na mawaidha sijui ya nani, tutaenda kuhukumiwa sawa sawa na neno. Wanaenda sifa sana. Kwa hiyo kama neno ndio tunasema kwamba shetani mwenyewe atawauliza, sasa kwa nini hamkusoma? Biblia sasa ilikuwa nao. Wewe ulikuwa unabeba kila siku na nao kanisani. Unasoma kanisani. Kwani ulikuwa uelewi neno? Hapa ndio tunaenda kuhukumiwa. Sasa haiwezekani ukasikia neno hapa, ukasoma neno hapa, alafu wewe bado ukaendelea kufanya mambo. Ili roho iweze kuwa hai kwa ajili ya matendo ya haki. Pasipo mwili kufa, roho haiwezi kuwa hai katika matendo ya haki, kwa sababu nafsi inapokuwa imekamatwa na shetani itazuia mwili usije ukaingia kwenye utendaji, na roho itabakia kuwa dhaifu. Haleluya. Tunaona hilo, tunaliona pia ukiangalia kwa nani, kwa Yakobo na Esau. Yakobo alikuwa amebeba leo yake mikononi mwake. Alikuwa amebeba leo yake mikononi mwake, akatengeza dengu zake, akapika, alikuwa chakula kwa tumbo. Huyu Esau
ambaye alikuwa amebeba kesho yake mikononi mwake kama mzaliwa wa kwanza, akaiteketeza kesho yake mikononi mwa Yakobo, na Yakobo akaiteketeza leo yake mikononi mwa Esau. Kwa hiyo walibadilishana. Huyu alikuwa ameshika kesho na huyu alikuwa ameshika leo. Kwa hiyo pale Yakobo akampa leo yake akampa Esau, na Esau akatoa kesho yake akampa Yakobo. Ndio pale mahali ambapo kusoma rafiki kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 25 kuanzia mstari wa 29 na kuendelea. Ndio pale naelezea kwamba huyu Esau akasema yanifaa nini mimi? Na mimi ni karibu kufa. Yaani ile njaa anayoisikia anaona kwamba anaweza akafa saa yote. Kwa hiyo anaona kwamba hiyo haki yangu ya uzaliwa wa kwanza mimi nasaidia nini? Na nitakufa hapa. Nisipopata chakula mimi nitakufa. Kwa maana hiyo akaona afadhali mimi niitoe kesho yangu niweze kuishi. Hiyo ndio silaha shetani huwa anafanya. Anatutoa sisi kwenye, yaani tunauza kesho yetu, tunauza wokovu wetu ili kupokea leo yetu. Ambapo sasa katika hiyo tunakuwa tunabeba katika mwili, kwa sababu mwili unakuwa uko hai. Sio kama nimeeleweka hapo? Kwamba Esau alitaka kuiponya mwili wake kutokana na njaa aliyokuwa anaisikia katika mwili. Akashindwa kuthamini kile ambacho kilikuwa ni cha kwake cha siku zote na kingeendelea kumtunza siku zote. Akaamua kutelekeza. Na hiyo ndio bado silaha ambayo shetani anaitumia mpaka leo. Lakini mpaka pale mwili utakapokufa ndipo utakapoweza kuyashinda haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anasema chakula ni kwa tumbo, tukosa kwa chakula. Kwa hiyo mimi hata kama nicho chakula acha kikaa. Sio rahisi, lakini natakukisha jidhabihu. Hivi vitu ninavyosema itakuwa ni rahisi. Kwa maana unafika tu mahali unafanya maamuzi unasema kisa ni wewe unaona watu wanagombania chakula kwa wazima na akili zao. Wakiitwa mahali kwenda kula, hata kile chakula anapokuwa kwenye sahani ni sio kile anakula nyumbani kwake. Anapokuwa sahani 4 anaweka kwenye sahani moja na anakula na maliza. Kitu ambacho nyumbani kwake hadi hivi. Sio kama unanielewa. Hiyo ni nini? Ni ule mwili unakuwa bado uko hai. Kwa hiyo mtu anaweza akaharibu kwa sababu ya ule mwili ukiwa bado uko hai. Unauza utu wako, unauza heshima yako, unauza kesho yako. Mtu hata akikuangalia anasema huyu mtu chakula atamaliza kweli. Akikuangalia mtu anakufunga anasema kwani huyu mtu yuko? Mbona hivi? Na labda ni mtu anayekufahamu na kuona unavyokula. Sasa shida ni kwamba umeona hiyo leo na unataka kuichukua, unataka kuibugia, unasahau kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamuona Esau aliuza kesho yake akaiteketeza mikononi mwa Yakobo, na Yakobo akateketeza leo yake mikononi mwa Esau, na Yakobo akaipata kesho yake, na tunaona kabisa ndio amesimama kama nani? Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuja akasimama katika ukuu kwa sababu ya demu alipoachia. Sasa kuna vitu ambavyo sisi tunaweza tukaona kwamba hivi inawezekana kweli, lakini vitu ni vya kupita. Leo ni vya kupita. Lakini na mwili wako kisha kufa utaona havina thamani. Ndio ninasema kwamba watu wengi wanasumbuka na vitu. Mimi sisemi kwamba vitu ni vibaya. Ni vya kwetu, tuko navyo, tunatakiwa tuvitumie vizuri, lakini hakikisha isikamate nafsi yako. Hakikisha isije ikakuingiza kwenye uharibifu, mwili wako ukautumia vibaya kwa sababu ya vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kabisa kwamba tusije tukakutwa tukiwa tumelemewa na ulafi wa vitu vya dunia. Sasa ulafi sio kwamba ulafi wa kula maharage, mahindi, chakula, ni ulafi wa yale mambo yanayoonekana. Kwamba sasa unafika mahali unalemewa, unakuwa mtu wa yaani kila kitu wewe unataka wewe duniani. Na utaki tena mambo ya Mungu. Sasa huko ni kulemewa. Sasa Yesu asije akarudi akatukuta katika hali hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia tena kipengele, tunaingia katika kipengele kingine cha C. Pale tulikuwa ni B, utamjuaji mtu anaye aliye ndani ya hifadhi. Utamjuaje mtu huyo? Tuko B, ile tulikuwa ni A. Kwa hiyo tunapoingia katika kipengele cha C, tunaona kwamba mtu ambaye yuko ndani ya hifadhi utamjua kwa maana ya kuwajali wengine. Yaani atakuwa ni mtu wa kujali watu wengine na kujitoa. Atawajali watu wengine na atakuwa mtu wa kujitoa.
Yaani maisha yake ataishi kwa kuwajali watu wengine, kwa kujali mambo ya Mungu. Yaani tunarudi pale pale kwamba mtu anakuwa anaishi kwa ajili ya Kristo, kwamba utajali mambo ya Mungu zaidi ya kwako. Utakuwa ni mtu wa kujitoa. Utajitoa mwili wako kuwa dhabihu mbele zake Mungu, pia kwa kuyaishi maisha yaliyo matakatifu ama yaliyo mema yenye kumpendeza Mungu mwenyewe. Yesu asifiwe sana. Kisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari wa 18. Yohana mtakatifu 10:18. Yohana 10:18 nasema, amen, hakuna mtu aniondoleaye bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa. Ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Yesu asifiwe sana. Yesu hapa anazungumzia habari ya jinsi ya kujitoa, yani alivyokuwa anajitoa. Kwa maana kwamba alikuwa anajaribu kuiweka wazi kwamba sio kwamba watu wananiua mimi ama wameniua mimi ama wamekuja kunikamata kwamba ndio wameniweza. Hapana. Ni mimi nimeitoa nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mimi nimejitoa. Sasa hiyo ndio hali ambayo mtu aliye ndani ya hifadhi anakuwa nayo. Kwa mfano Biblia inasema katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, anaposema itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Unaona dhabihu iliyo takatifu, iliyo hai, iliyo takatifu mbele zake Mungu. Hiyo sasa ni kujitoa kwako, ambapo watu hawataki hiyo. Yaani Mungu asaidie, maana mimi kila ninapofundisha eneo hili ila kujidhabihu, naona kabisa kwamba kuna siri na minyororo imewakamata watu wengi sana. Kweli. Yaani unaona mtu kabisa anaona kama vile anataka kufanya hivyo, lakini unakuta tena imemkamata, imerudisha nyuma. Sio kitu rahisi katika akili za kibinadamu, sio rahisi. Sio rahisi. Maana mimi pia najua nilistruggle mpaka nikaivunja ile. Nikawa huru katika hilo. Nikajidhabihu. Ndio maana kuna vitu vingine mimi nafanya, hata wakati mwingine mchungaji anashangaa, anasema wewe ni mzazi. Kweli. Yaani kuna vitu vingine ambavyo mtu mwingine hawezi fanya. Unaangalia mpaka unaona kwamba kwa nini ufanye hiyo? Lakini sasa ndio hivyo sasa. Tayari niko humo, kwa hiyo lazima nifanye. Na sio kwamba unafanya kwa sababu umelazimishwa. Unasikia ndani ya moyo kwamba ndio unatakiwa ufanye. Sasa hiyo ni namna ya kujitoa. Kwamba unamjua mtu aliyekaa ndani ya hifadhi kwa kujitoa kwake. Anabeba mambo ya watu wengine. Mimi wakati mwingine hata chakula nakuwa si, lakini nakuta nasema acha hii peleke, acha hii ende. Yaani hakikisha kabisa kwamba kuna vitu ambavyo tayari vimeshakuwa ndio nafasi ama kipaumbele kwangu. Sio tena ni mara sio mambo ya chakula tu, sio mambo ya nguo, gani mimi huko hata si. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unavojitoa ndipo Mungu naye anakuja kushughulika nako. Sasa shetani ameshikilia watu hapo. Na iona kabisa siri ambayo imeshika watu. Unakuta mtu anapiga mahesabu, anasema sasa mimi nitakula nini? Na mimi sijui nitafanya nini. Sasa mimi nitakuwaje kwa? Anawaza ni shida moja tu. Unahitaji ukae ndani ya hifadhi. Na ukikaa ndani ya hifadhi utajitoa tu. Yaani utabeba ile tabia ya Kristo Yesu ya kujitoa. Maana wewe usifikiri kwamba ilikuwa ni mzaha yeye kuacha enzi na mamlaka kuja duniani. It was not a job. Haikuwa rahisi. Ukisoma katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 5 inaonyesha ni namna gani ambavyo mbingu zilikuwa zimenyamaza kimya. Nilisema hapa kwamba Mungu alikuwa anafanya maandalizi yake tokea miaka hiyo, tokea kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 alipotoa tamko lake, alibaki akifanya maandalizi. Na maandalizi yale ilikuwa ni kwa jinsi gani basi mwanadamu huyu aweze kurudishwa tena. Na nani basi aende? Sasa kumbuka mbinguni kuna jeshi la malaika. Kuna wazee 24, kuna wenye uhai wa 4 na bla bla bla. Lakini kila ambavyo Mungu alikuwa akiangalia alikuwa haoni nani anayeweza kwenda. Akiangalia hakuna anayeweza. Akiangalia hakuna anayeweza kwenda. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Kwamba kujitoa it's not a joke. Sio mchezo. Kwamba hebu tusome pale Ufunuo ndio nianze kuelezea.
kitu ambacho kina maana hapa kinachoeleweka. Ufunuo sura ya 5. It's not a joke. Sasa hata kwake Mungu pia alikifanyia kazi miaka hiyo yote, hiyo miaka 2002 kabla alikifanyia kazi. Kisoma hiyo sura ya 5 anasema kwanza ile mstari wa kwanza, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kile kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Sasa hichi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kilichowekwa mihuri 7 ni kitabu cha uumbaji. Ni ule uumbaji, yani uumbaji wa Mungu kwetu ni daftari, ni kitabu ambacho kimebeba kurasa hizo 7 ambazo zimebeba yale yaliyofanyika ndani, na kila kilichofanyika kiko kwenye ukurasa wake. Ndio hicho kitabu kinaonekana. Anasema kimeandikwa ndani na nyuma, kimetiwa mihuri 7. Nikaona kwa mihuri 7 maana yake nini? Kila alipofanya kitu aligonga muhuri kwamba kimekamilika. Na ndio maana nikasema na naendelea kusema ya kwamba Mungu huwa haflu. Zote wanasema hivi. Mungu hainuki tu leo akasema anafanya kitu. Alifanya na akamaliza, akaangalia akaona iko sawa, akagonga muhuri wake pale kwamba hii imekamilika. Sasa leo sisi tukamfanya Mungu kama vile hana akili, kama sisi hatuna akili. Kwa sababu sisi akili zetu zimeshakuwa pungwani, tunataka kufanya Mungu naye tumpitishe kwenye vichochoro na kumfanya kwamba hangaike katika kufanya vitu. Mungu anabaki pale pale stage. Sisi ndio tutapata hasara. Kwa maana nasema siku ile ya mwisho, kutakuwa na vituko ambao watu ambao waliofikiria kwamba watakuwepo pale watashangaa. Mtu aliyefikiria kwamba atakuwepo pale kwa sababu ya jinsi alivyofikiria yeye na mitazamo yake ya kuishi na jinsi alivyochukulia wokovu, akashindwa kuelewa siri za kiungu, siri za Mungu zinafanyaje kazi katika wokovu. Watu watashangaa. Kitabu hicho kikagongwa muhuri hiyo nyuma na mbele, ndani na nyuma. Nasema kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuvunja nani astahilie kufungua kitabu na kuvunja muhuri zake? Hilo ni swali nilikuwa ninaulizwa mbinguni, kwamba kile kitabu cha uumbaji kile kilichogongwa muhuri kimekaa kimefungwa, kwamba sasa hakitumiki. Yaani hivi, Mungu alipomaliza kuumba, sasa ana ile yale ambayo alikuwa yanatendeka sasa kwenye mtiririko wa uumbaji wake kama alivyokuwa ameutaka uwe. Alafu sasa anafungua hapa, ndio pale kwa kinadamu wameharibu. Unaona? Wameambiwa wasiguse hapa, wameenda kula. Sasa kile kitabu kikapoteza maana. Maana nini? Mwanadamu yule alipomsikiliza shetani aliuharibu na uumbaji wa Mungu. Yaani yale ambayo Mungu aliyatengeneza aliharibu. Na alipoharibu ndio kikafungwa kile kitabu kikawekwa. Maana yake ni nini? Mungu hakurudi tena kukaa kutendea kazi kitabu kile. Kwa maana ya yule msingi alikuwa ameujenga pale kwamba ndio angeenda nao. Kwa hiyo kufunga kile kitabu akaweka huko. Sasa hapo ndio inaulizwa, nani sasa atakayeweza kukifungua hicho kitabu, kufungua hizo mihuri? Sababu kiligongwa kikafungiliwa huko kwamba hakitaguswa tena. Mungu sasa akiwa anaandaa sasa mpangilio namna gani atakavyoweza kurudisha sasa mwanadamu kwenye nafasi yake. Anasema, wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Maana yake nini? Kile ambacho kilikuwa kimeandikwa hapo ndani, kwa maana yake ni kwamba uumbaji wa Mungu ndio hicho ninachosema, kwamba wanadamu tufike mahali tumheshimu Mungu. Tusimfanye Mungu kwamba akili zake ni kama za kwetu. Kilichokuwa kiko ndani ya uumbaji wa Mungu kilikuwa ni siri nzito, na kilikuwa kimebeba uzima wa mwanadamu, uzima wa uumbaji wake na umilele wa mwanadamu hapa duniani. Kwa maana yake nini? Nilishawaambia kwamba mwanadamu hakuandikiwa kwenda mbinguni, lakini kwenda mbinguni tunaenda kwa sababu ya kifo kilipokuja kutokea. Ndio maana kwamba inabidi tuondolewe hapa kwa kipindi fulani. Lakini mwanadamu aliitengeneza hii mbingu ya mwanadamu kwamba mwanadamu ndio alikuwa mahali kwake akae.
Na Mungu alipotengeneza, hata aliposema tule majani, tule hizo miche ya kondeni na nini, ile ilikuwa ni chakula na dawa. Maana ni kwamba miili yetu hii ya udongo ilikuwa ipokee uponyaji katika kula na kuishi katika uzima wetu hapa. Sasa ilipotokea uharibifu, si ndio kifo katokea. Kwa hiyo mwanadamu sasa ikawa inabidi afu, na ardhi hii ndio Mungu akailaani. Kwa hiyo kile ambacho Mungu alikuwa amekipanga juu ya ardhi hii hawezi tena kukifanyia katika ardhi hii. Kwa hiyo ndio mpango sasa. Ndio maana nasema ile miaka 2000 Mungu alikuwa anatengeneza mikakati ambayo itakayoweza kusimama ili kutimilisha hiki ambacho sasa hivi kimeshindwa, wakati huo kimeshindwa kufanya kazi. Ndio Mungu akatengeneza sasa mpango wa wokovu. Na huo mpango wa wokovu sasa ndio Yesu Kristo aje duniani kwa ajili ya kuja kuturudisha sisi kwenye nafasi yetu. Anaturudisha wapi? Kanisa nilishawaambia kule kwenye uumbaji. Yaani anaturudisha tena kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye sura ya kwanza. Ndio maana ya wokovu. Tunarudishwa kule. Lakini kurudishwa kule ni katika fumbo, kwa maana ya kwamba hapa tutakiwa kuishi milele, lakini hatuwezi tena. Ndio maana Mungu akatutengenezea makao. Akatutengenezea makao. Ndio yale ambayo Yesu alisema katika Yohana sura ya 14 ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, waaminini Mungu, mniamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao. La sivyo mimi ningeliwaambia, ila naenda kuandalia mahali ili nitakapokuwepo na nyinyi mwepo. Sasa kile ambacho Yesu ameenda kutuandalia ni alipoleta wokovu. Kwa hiyo ameenda kutuandalia mahali ambapo tutakaa. Ni kama vile unasafiri unaenda Moshi. Kwa hiyo unafika pale Korogwe. Kwa hiyo umeandaliwa pale Korogwe ukae kwa muda. Sasa tutakuwa pale katika mawingu, katika ile wakati huko watu wana dhiki kuu, sisi tutakuwa tunakula na Bwana na kunywa. Ndio Bwana alisema kwamba sitakunywa tena mzabibu huu mpaka siku ile katika ile karamu ya mwana kondoo. Kwamba pale ndio atakunywa na sisi. Alikunywa wakati ndio anakwenda kujitoa msalabani, na atakunywa na sisi tena pale ikiwa ndio anatukaribisha kwake. Maana alisema anaenda kutuandalia. Na hapo sasa tukishafika pale mahali atashughuli na sisi. Atarudi na sisi wapi? Hapa. Lakini sio kwenye dunia hii. Ndio maana Biblia inasema kwamba hii dunia imewekwa akiba kwa moto, itakunjwa kama karatasi hii tunayokanyaga iliyopokea laana. Alafu itashuka nchi mpya, ambaye katika nchi hiyo ndipo tutatawala na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunarudi kule kwanza, kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kifanyike kwetu, anakuja kukamilisha pale mwisho. Sasa watu mtu anapofikiria kwamba wokovu ni kitu sio, ni dini fulani, kama si mimi na hamadi hii naenda dini hii. Wokovu ni ufalme. Ni ufalme. Na ni ufalme ambao yeye hakuna mtu aliweza kuja kujitoa kwa ajili ya kumtengeneza mwanadamu ama kumrudisha mwanadamu mahali pale. Kwa hiyo Biblia inasema hapa, tumesoma hakupatikana mtu. Anasema hivi, wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambavyo ni maombi ya takatifu. Sasa ukiangalia hapa anaposema kwamba alichukua kile kitabu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, ndio narudi kule mwanzo kwamba mwanadamu ndio alikuwa amewekwa katika hiyo nafasi ya pili, kwamba ilikuwa sio Yesu, kwa sababu kulikuwa hakuna anguko. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu ni kwamba mwanadamu alikuwa ni Mungu na mwanadamu. Ndio maana alikuwa anashuka kuja kuongea na kina Adamu. Hakukuwepo na mediator, mtu wa katikati. Lakini sasa mtu wa katikati ameingia katika ile nafsi ya pili ya Mungu kwa sababu ya anguko la mwanadamu. Ndio hapo anasema kwamba alichukua kile kitabu kutoka mkono wa kuume, kitabu cha uumbaji kilichokuwa kimeharibika, ndio akakichukua yeye akakifungua. Yesu Kristo sasa ndio akaweza kukifungua. Na aliweza kwa sababu gani? Kwa sababu alikubali kujitoa. Aliutoa uhai wake ili kumrudisha mwanadamu kwenye nafasi yake. Wacha leo uweze kutambua wokovu ni kitu gani. Kama usifikiri ni vitu fulani fulani tu kwamba unaweza kutembea tu, unatembea navyo unazurura, hapana. Wokovu ni ufalme uliokuwekwa katika mpangilio ambao mpangilio wake Bwana
ni vizuri ukatambua na ukatembea katika huu, ili tukaondoka katika ujinga huu tunaotembea nao, tukatembea katika umakini wa wokovu wetu, kwa sababu Yesu sasa alijitoa ili mimi nirudi kwenye ile nafasi. Mimi nisingeiona ile nafasi, wewe usingeiona ile nafasi, kwa sababu kile kitabu kilikuwa kimeshawekwa huko, hakiangalii tena. Mungu alikuwa hataki kutazama, na ndio maana ukiangalia hapo unaona kwa anasema kwamba mwana kondoo kana kwamba amechinjwa, alitokea katikati. Yesu Kristo alikuwa hakai mkono wa kuume, alikuwa anakaa mkono wa kuume, alikuwa ni mwanadamu, kwa sababu yeye alipewa ile nafasi ya kumiliki, alipewa mamlaka, kwamba mwanadamu alikuwa ndio mkono wa Mungu wa utendaji kazi katika dunia hii. Sasa Yesu Kristo amekaa mkono wa kuume. Biblia inatuambia sasa amekaa mkono wa kuume. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ile nafasi baada mwanadamu kuipoteza, na Yesu Kristo akaja akairudisha, kuirudisha ile nafasi ya mwanadamu. Amekaa yeye pale sasa. Akasema nakaa hapa, wewe mwanadamu utakaa hapa. Unapoomba sasa, omba kwa jina langu, Baba atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina tena ile direct kwamba ni wewe mwanadamu na Mungu. Ndio unaweza kuona mwanadamu alikuwa amepoteza nafasi gani. Lakini sasa tumeipokea tena ile nafasi. Lakini Kristo Yesu ndio amesimama kama mediator, mtu wa kati. Kwamba ninapoomba basi ndio tunaomba kwa jina la Yesu. Inapotendeka, inatendeka kwa jina la Yesu. Kwamba ili Mungu Baba, huyu aliyekaa kwenye kiti cha enzi, aweze kuniona mimi, lazima muone Yesu. Ananiona mimi through Yesu. Sasa wewe huwezi kusema umeokoka alafu bado unaenda varuvaru unaishi na uchafu, alafu sema kwamba Baba aliyekaa kwenye kiti cha enzi atakuona wewe through Yesu. Sio kweli. Sio kweli. Ndio hapo nikasema kwamba watu hawajaelewa wokovu ni kitu gani. Wokovu ni ufalme. Wokovu ni ufalme ambao umebebwa katika misingi ya kiufalme na unatekelezwa katika misingi ya kifalme na sio ya kiubabaishaji. Mimi naweza nikababaisha, mwanadamu anaweza kubabaisha. Ndio maana mtu anaanza hivi, mara kesho anafanya hivi, ndio anaanza kanisa kesho milele. Mtu haeleweki anaenda wapi, hajui anafanya nini. Mungu amenisema nitumikie Mungu, kesho na kesho anafanya hivi. Misingi ya wokovu imetengenezwa katika uimara, ambao uimara huo sasa Mungu aweze kuniona mimi, lazima muone Kristo kwanza. Na Kristo anaonekanaje kwanza? Kama mimi nimekubali kujidhabihu na kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Warumi ile sura ya 8, mstari wa sura 12 mstari wa 8, hiyo kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kuitoa miili yetu kuwa dhabihu mbele zake Mungu, dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo hai ina maana uhai wangu unaonekana ndani ya Kristo. Kwamba Mungu ananiona mimi lakini through Christ. Hawezi kuniona mimi. Na ndio kile ambacho nilisema siku zile, nikasema kwamba Mungu hawezi kuachilia nguvu zake mahali ambapo roho wake hayupo. Sasa Mungu anaponiona mimi kupitia Kristo Yesu, ni pale mahali ambapo mimi ninapokuwa hapa duniani, mwakilishi wake ni Roho Mtakatifu. Sasa Mungu hawezi kushuka mahali ambapo roho wake hayupo, na roho wake hawezi kukaa mahali ambapo ni pachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakaa kwa yule mtu ambaye tayari ameshakubali, amejidhabihu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia imesema katika Warumi 8 sura ya 8 mstari wa 14 kwamba hao waongozwao na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wakina nani? Wana wa Mungu. Sasa ndio mimi nasema kwamba mwana wa Mungu ni yule aliyejidhabihu, akakubali kuishi kwa ajili yake, akajitoa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 anapozungumzia habari ya upendo kwamba mimi hata nikanena kwa lugha, kwa sababu watu, ndio nikasema watu wanajishughulisha na vitu ambavyo ni minor, wanaacha vile ambavyo ni sahihi. Kwamba anasema pale hata nikizungumza na lugha zote za malaika, wewe fikiria, anasema hata akinena kwa lugha ya malaika lakini kama hana upendo. Sababu upendo maana yake nini? Ni kujitoa. Biblia inasema katika Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, si ndio akajitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza upendo ni kujitoa. Kwa hiyo unamjuaje mtu aliye ndani ya hifadhi? Kwa kujitoa kwake. Sio kwa kujitoa tu kwa Mungu kwa sababu unamtumikia. Kwa sababu unaweza kumtumikia pia kwa hasara. Kwa kujitoa kwake. Wewe kwanza toa mwili wako iwe dhabihu mbele zake. Kwa hiyo unapojitoa kwake kwa ajili yake, basi unafanyika kuwa dhabihu takatifu mbele zake. Kwa hiyo utamjua huyu mtu, nimeachia hapa sasa.
utamjua huyu mtu aliyekaa ndani ya hifadhi kwa ajili ya kujitoa kwake mbele za Mungu na mbele za watu wengine. Ukiangalia kujitoa imefungamanishwa na maeneo mengi sana. Kuna siku nilikuwa nafundisha hapa nikasema kwamba uinjilisti haupo tena sasa hivi. Ushuhudiaji haupo. Mtu unaweza kukaa na mtu unajua kabisa hajaokoka. Akifa hapa sasa hivi anaenda jehanamu. Na hata umwambie kwamba Yesu ni Bwana. Umwambie kwamba Yesu anaokoa. Mwambie akatae yeye. Kanisa sifa sana. Mwambie akatae yeye, unayo mikono. Lakini tunakuta tumeokoka, tupiga story nyingi na watu, lakini hatusemi habari za Yesu. Sasa huko ni kushindwa kujitoa. Kanisa sifa sana. Kwa sababu gani? Kujitoa ni kwamba kwa upande huo sasa kile chema ambacho ulikipokea wewe sasa si wokovu uliona mzuri ndio ukaupokea. Kama ulikuwa mbaya mbona uliupokea? Sio? Uliona mzuri ndio ukaupokea, sio? Na kama uliona mzuri ukaupokea, je, utaki mwingine upate? Umeona? Utaki mwingine upate. Sasa kama kile nilichokipokea ni kizuri, matamanio ya moyo wangu nitatamani kila mtu akipate. Kwa sababu ninapoona ule uzuri nao upokea pale ndani. Sasa leo hii utaona watu hawana tena hiyo story ya kusema kwamba wanaweza wakaeleza watu habari za Yesu kwa sababu wameshaondoka kwenye hifadhi. Kwa hiyo mtu anaona kama anapoteza, kwa hata sio kuona anapoteza, hakumbuki kwamba anapaswa kufanya hivi. Lakini huo ndio moyo wa Mungu. Na hiyo ndio semina tunakuja kujifunza kuanzia Jumatatu. Huo ndio moyo wa Mungu, kujitoa. Kwa sababu yeye alijitoa, aliudhihirisha moyo wake kwa mwanadamu kwa njia ya upendo, akajitoa. Kwa sababu alijitoa ndio maana leo tumeupata wokovu na tunaishi na tuna matazamio ya kuurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu yeyote unayokutana naye, yaani mimi hata nilishikwa na polisi siku moja hapo Barabuko haili moja. Akanisimamisha kijana mdogo mdogo, tukasimamisha gari. Unadai kwa na kile mashine kama mimi sidai. Na nitaaminije? Kaambia soma namba huko. Kaenda pale kaangalia, akasema akaanza kuandika nini, kubonyeza pale. Kama bonyeza nikamwambia. Tukasasa naongea lakini anaongea mambo mazuri. Kama sasa wewe jamani unamjua Yesu? Umeshasikia habari za Yesu? Akasema nenda kumsikia wapi? Ungekafanya kama story tu ya kawaida kwa sababu inategemea ni dia gani utaingia nayo, kwa nani unasema naye. Kaambia sasa ulimsikia Yesu, ulishamjua Yesu? Nilimsikia wapi? Akasema mimi nimeokoka. Nikamwambia kweli? Hebu nieleze. Kwa sababu mwingine unajua anakuondoa njiani. Anakuambia nimeokoka ili uachane naye. Na yeye nieleze. Akanieleza, akaniambia mimi nasali sijui kwa mchungaji gani, akanitajia. Tukaanza kuongea habari za Injili pale kwa sababu nimempata ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa yeye alikuwa amenikamata, isipokuwa sasa mimi nikaona hapana, pamoja na kwamba amenishika, mimi nimpe habari za Yesu. Sasa unaweza ukawa na mtu umekutana naye ama ni mahali popote, usiache kujitoa kwa ajili ya Bwana, kumweleza mtu habari za Yesu.